Baba, katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, unapoteza muda hata. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba kwa ajili ya mke wa kaka aliyechukuliwa mateka na mwanaume mwingine, aliyeondolewa nyumbani, aliyetoroshwa nyumbani, akaiacha familia yake, akawaacha watoto wakilia. Ninaomba kwa ajili yake, ninamfarakanisha na mazingira huko aliko, ninamfarakanisha na huyo mwanaume aliyemtorosha kwa uweza wa Mungu. Kwa jina la Yesu, ninapeleka roho ya mafarakano, wafarakane kwa jina la Yesu Kristo. Mke wa kaka arudi nyumbani, arudi kwenye familia yake, arudi kwa mume wake, karusi karabasaika kwa jina la Yesu Kristo. Yule mwanamume aliyemchukua mateka, ninapanda roho ya mafarakano, naweka ukuta baina yao kwa jina la Yesu Kristo, kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Rika usha karusi ya labasaya, ninamrudisha nyumbani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwenye ukoo wetu hamna mtu ambaye anatakiwa kuwa kwenye ndoa, hamna mtu ambaye anatakiwa awe na ndoa. Sasa hivi tumemchukua mke wa kaka yako, tumempeleka kwa mwanamume mwingine, amebakiwa kwako. Ndoa yako itakufa. Ndoa yangu haitakufa bali itaishi. Wewe huwezi kuiacha akili, lazima ufanane na ndugu zako. Ndugu zako hawana ndoa, wewe ni nani mpaka uwe na ndoa? Imeandikwa, tazama mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, yamekuwa mapya. Je, utaweza kumlinda mke wako? Mbona hata kaka yako alikuwa na mlinda na tayari ameshachukuliwa mateka, ameenda kwa mwanamume mwingine. Mna hila nyingi moyoni mwa mtu, lakini shauri la Bwana ndio itakalosimama. Mke wangu hatachukuliwa mateka kwa jina la Yesu Kristo. Shetani, toka